Hapa kwa ajili ya sherehe za ufunguzi wa barabara ya Mwakaje hadi Mbuzini yenye urefu wa kilomita 3.5 ambayo ipo wilaya ya Magharibi A hapa Unguja, ikiwa ni katika shamra za kutimiza miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Ujenzi wa barabara hii ni miongoni mwa matokeo ya juhudi zinazochukuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha miundombinu ya usafiri wa barabara pamoja na kuwarahisishia wananchi kufikia huduma mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa urahisi zaidi. Ndugu wananchi, ujenzi wa barabara hii ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya 2050, lakini pia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi 2030, lakini pia sera ya taifa ya usafiri, yani National Transport Policy, pamoja na mpango mkuu wa usafiri wa Zanzibar Transport Master Plan. Lengo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kuwa barabara zote za Zanzibar zinakuwa na lami au zege kwa baadhi yake, pamoja na kuhakikisha zinakuwa katika hali nzuri muda wote kwa kuzifanyia matengenezo ya mara kwa mara kadri inapohitajika. Fedha za ujenzi wa barabara hii zimetolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango. Hivyo naipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Fedha na Mipango kwa uamuzi wake wa kuharamia ujenzi wa barabara hii, ambapo jumla ya shilingi bilioni 3.8 zimetumika. Hapo ni bilioni 3 na milioni 800 nikisema kwa urefu. Ndugu wananchi, Serikali ya Mapinduzi, pesa hizi zilizotumika jamani, sio pesa kidogo, lakini tunataka kuhakikisha kwamba barabara hii itarahisisha huduma ya usafirishaji wa mazao kwenda sokoni kama alivyotuambia mkuu wetu wa wilaya, na usafiri kwa wananchi wanaoishi katika vijiji vilivyo karibu na maeneo haya. Kabla ya ujenzi wa barabara hii, sote tunakumbuka changamoto zilizokuwepo. Usafiri ulikuwa mgumu, hasa wakati wa mvua. Wakulima walipata shida kusafirisha mazao yao kwenda sokoni, wanafunzi walichelewa shule, na wagonjwa walipata tabu kufikia vituo vya afya kwa wakati. Lakini sasa changamoto hizo zimebainika na kuwa sasa tumefanya kuwa ni historia. Barabara yetu imejengwa, mambo yote, huduma zote zinapatikana kwa urahisi. Wanafunzi wetu wanafika shule kwa wakati, lakini kubwa zaidi wanaepukana na vitendo mbalimbali ambavyo vingeweza kuwakuta kwenye barabara, vitendo vya ukatili na udhalilishaji kwa watoto wetu. Ndugu wananchi, barabara hii ni matunda ya uwekezaji wa serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika kuboresha miundombinu ya barabara nchini kote. Serikali ya awamu ya 8 inaendelea kutekeleza ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hadi mwaka 2030 kwa lengo la kuwaletea maendeleo wananchi, ikiwemo kuimarisha miundombinu ya barabara mbalimbali za Unguja na Pemba. Katika kufanikisha azma hii, serikali inaendelea kujenga barabara za ndani zenye urefu zaidi ya kilomita 51.5 katika maeneo mbalimbali ya mkoa mjini Magharibi. Kati ya hizo kilomita 24.4 zimejengwa kwa kiwango cha lami katika wilaya ya Magharibi A oye, ikiwemo barabara hii ambayo leo tumeifungua. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara hizi umeifanya wilaya ya Magharibi A kuongezeka kwa mtandao wa barabara za lami, kuwa na miundombinu bora ya barabara kulinganisha na mikoa mingine. Kweli Magharibi mmeongezeka, lakini mbunge ametuambia hapa kwamba yeye kafanyiwa upendeleo kwenye jimbo lake na yeye yupo katika hii wilaya ya Magharibi A. Kwa hatua hii, kwa heshima kubwa, tunapenda kumpongeza na kumwombea kila laheri kwa Mwenyezi Mungu rais wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake ambayo kwa umri wetu hatujawahi hata kufikiria kama Zanzibar inaweza kujenga
miundombinu ya kisasa nchi nzima kwa wakati mmoja. Ukipita huku kunajengwa, ukipita kule kunajengwa, unaweza ukaenda na gari yako kusema hapa napo panajengwa, unarudi nyuma. Kwa hivyo kila eneo, kusini, kaskazini, magharibi, kati, kote ujenzi wa barabara unaendelea. Heko Dr. Mwinyi, heko! Ndugu wananchi, serikali inatambua uwepo wa wananchi ambao vipando vyao viliathirika kutokana na ujenzi wa barabara hii. Jumla ya shilingi milioni 305,052,110 zimetumika kuwalipa fidia wananchi wapatao 40 ambao vipando vyao viliathirika katika barabara hii. Pia serikali inatambua kuwa wapo baadhi ya wananchi hawajalipwa fidia zao za vipando ambao majina yao tunayo. Tunawaomba wananchi hao wawe na subra wakati serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kukamilisha malipo hayo. Msiwe na hofu wala wasiwasi, kila mmoja atapata haki yake. Ieleweke kwamba maendeleo yote yanahitaji kuwepo kwa amani, umoja na mshikamano. Hivyo amani na mshikamano wa kitaifa iliyopo miongoni mwa Wazanzibari tunapaswa kuidumisha na kuiendeleza ili kufikia maendeleo yanayotarajiwa katika nchi yetu kwa manufaa yetu na vizazi vyetu. Katika kusisitiza amani na utulivu, kauli mbiu ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar inasema hivi: amani, umoja ndiyo msingi wa maendeleo yetu, mapinduzi daima. Amani na umoja ndio msingi wa maendeleo. Bila amani, bila umoja, maendeleo hayawezi kufanyika. Tumeona jamaa zetu kule Tanzania bara, siku 2-3 tu mambo yameharibika, amani ikatoweka, maendeleo yakasitishwa. Kwa hivyo si vitu vya kujaribu. Sisi Wazanzibari tuendelee kudumisha amani. Tumerithishwa na wazee wetu, na sisi turithishe vizazi vyetu vyote vitakavyokuja. Zanzibar oye! Amani safi, kwa sababu bila amani na utulivu hakuna maendeleo. Hivyo nitoa wito kwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kudumisha amani yetu kwa manufaa yetu na vizazi vyetu. Napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha umuhimu wa kutunza barabara hii na zilizojengwa na zinazoendelea kujengwa. Miundombinu hii ni mali yetu, Katibu Mkuu ameshasema, imejengwa kwa fedha na sisi wananchi. Hivyo basi ni wajibu wetu sote kuhakikisha inalindwa na kutunzwa ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Epukeni kupitisha magari yenye uzito uliopitiliza. Zingatieni sheria za usalama barabarani kwa kutoharibu au kuzichukua alama zilizowekwa kwenye barabara hii, na shirikianeni na wakala wa barabara Zanzibar kwa kutoa taarifa pale panapojitokeza uharibifu wowote. Wananchi, ukiona uharibifu wote barabara yako ambayo imekuletea maendeleo inaharibiwa, basi toa ripoti, anza kwa sheha, peleka wilaya, itawafikia wao wakala wa barabara, watakuja kuweka mambo sawa. Tusiwe sababu sisi kuiharibu barabara hii. Nawaomba wananchi kuepuka kujenga karibu na maeneo ya hifadhi ya barabara, road reserve. Tumezoea sisi kujenga humo kiholela holela. Jamani wananchi, tunaomba tusijenge karibu na barabara. Masafa ya mita 12 kutoka katikati ya barabara kwa kila upande kwa maeneo ambayo hayajajengwa kwa sasa, kwa lengo la kuondoa usumbufu na kupunguza gharama zinazotokana na ulipaji wa fidia wakati wa ujenzi na utanuzi wa barabara hizi. Tunatembea kwenye maono ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Mwinyi, ambaye kwa kweli anafanya kazi kubwa, na ni kwamba barabara zote hizi Unguja na Pemba na flyover na kila kitu, ni kwamba sisi wizara yetu hatudaiwi na mkandarasi. Kwa hilo ni jambo kubwa sana, na ni fedha za ndani zinazolipwa nyingi, ni bilioni za pesa kila wiki ambazo tumesaini kuzilipa. Kwa hiyo kazi hizi zinafanywa tukiwa pia hatuna madeni kwa upande wa serikali. Lakini jingine, Mheshimiwa, ningeomba nichukue nafasi hii kama alivyoniomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuambia wananchi kwa barabara hizi zinaharimu fedha nyingi
na maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni barabara zote zijengwe. Kwa tutajenga barabara zote zilizoombwa na ambazo hazijaombwa, lakini tunaomba barabara tuzitunze. Nafikiri karibuni mmeona kwenye mitandao ya kijamii Engineer Cosmas anakuwa akiondoa kwa kutumia bulldozer na mashine zake nyingine watu wote ambao wanajenga au wanatumia kingo za barabara au hifadhi za barabara ambao wanachafua mandhari ya barabara zetu. Ni matumaini ya Mheshimiwa Rais kwamba tunatumia fedha nyingi kujenga barabara nzuri, mazingira yanayokuwa yanagusana na barabara awe na uhusiano na barabara zetu, pia tunataka yawe mazingira mazuri. Kwa hiyo tunawaomba sana watu wenye tabia kujenga karibu na barabara au watu ambao tunalipa fidia halafu wakaendelea kujenga kwa maeneo yale yale. Kwenye hili watatusamehe, serikali itabidi ichukue hatua kwa mujibu wa sheria, na tutaondoa wafanyabiashara ama wajenzi wanaojenga kwenye hifadhi ya barabara kinyume na miongozo na sheria za nchi.